Leo Mei 19 mwaka 2026, Tanzania inaandika ukurasa mpya wa kihistoria baada ya nyota wa zamani wa Manchester United Rio Gavin Fernand kutua jijini Dar es Salaam kwa ziara ya siku 4. Ziara hii ya kwanza kabisa nchini Tanzania imefanyika kufuatia mwaliko wa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda, ikiwa na lengo la kuhamasisha vijana katika soka na kukuza vipaji vipya vya Afrika Mashariki. Fernand amepokelewa kwa shangwe kubwa uwanja wa ndege ambapo alionekana mwenye furaha na mshangao wa maendeleo ya nchi. Katika ziara yake atatembelea vituo vya kukuza vipaji kama Gymkhana, kukutana na vijana wa Tanzania na pia kukagua maandalizi ya uwanja wa Afcon Arusha. Zaidi ya hapo, anatarajiwa kufanya safari yake ya kipekee kwa kutumia treni ya kisasa ya SGR kuelekea Dodoma ili kujionea maendeleo ya miundombinu ya nchi. Lakini nyuma ya ziara hii ya kisasa kuna historia nzito ya mtu aliyekuwa mmoja wa mabeki bora duniani. Rio Gavin Fernand alianza soka lake West Ham United ambapo alijijengea sifa kama beki wa kisasa mwenye uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Baadaye alihamia Leeds United kabla ya mwaka 2002 Manchester United kuvunja rekodi ya usajili na kumnunua kwa ada iliyomfanya kuwa beki ghali zaidi duniani wakati huo. Ndani ya miaka 12 akiwa Old Trafford, Fernand alikuwa nguzo muhimu ya Manchester United akiwa pamoja na Nemanja Vidic, ambapo alijenga ukuta uliotisha uliojulikana kama ukuta wa chuma. Katika kipindi hicho alishinda mataji 14 makubwa yakiwemo EPL mara 6, UEFA Champions League mwaka 2008 na FIFA World Cup. Pia alicheza mechi 81 akiwa nahodha wa timu ya taifa ya England, akiwa sehemu ya kizazi kilichojulikana kama Golden Generation. Moja ya simulizi kubwa zaidi katika maisha yake ni urafiki wake wa karibu na Cristiano Ronaldo. Ronaldo alipowasili Manchester United mwaka 2003 akiwa na miaka 18, Fernand alikuwa miongoni mwa waliomsaidia kuzoea mazingira ya Old Trafford, wakimpa ushauri na hata kumfanyia mizaha mazoezini iliyomjenga kiakili. Uhusiano wao uliendelea hata baadaye ambapo Fernand aliripotiwa kumshawishi Ronaldo kuepuka kujiunga na Manchester City mwaka 2021 na badala yake kurudi Old Trafford, jambo lililoonyesha ukubwa wa uhusiano wao wa kipekee. Leo hii Rio Ferdinand yupo ardhi ya Nyerere kama mgeni maalum wa heshima, lakini zaidi ya hapo ni daraja kati ya historia ya soka la Ulaya na ndoto za vijana wa Afrika. Ziara yake imebeba ujumbe mmoja mkubwa: soka si mchezo tu, ni njia ya kujenga maisha, nidhamu na mafanikio ya kweli. Asante Makonda, ulianza na Drogba na sasa Rio.